Naam, baada ya kuwa na tatizo kubwa sana kwenye upande wa mlinda mlango, yani tunamaanisha golikipa wa Simba Sport Club, lakini Simba Sport Club wamekaa chini na kulifanyia kazi. Hivyo basi wameamua kumleta golikipa mgeni ambaye atakuja kukaa pale langoni kwenye klabu ya Wekundu wa Msimbazi. Je, ni golikipa gani na ana sifa gani ambaye anakuja kukaa kwenye miamba hii ya Wekundu wa Msimbazi? Yote utayapata hapa Tubone Media, lakini pia tutamchambua golikipa anayekuja Simba Sport Club. Ufafanuzi zaidi wote utaupata hapa Tubone Media. Kitu ambacho unatakiwa kufanya ni kukaa nasi mwanzo mpaka mwisho, lakini pia nikukumbushe tu, wewe kama ni mgeni na ni mara yako ya kwanza unatuangalia, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwani haya na mengine mengi utayapata hapa Tubone Media. Naam, tunarudi leo kwenye kikosi cha Wekundu wa Msimbazi ambapo kumekuwa na tatizo sugu kwenye upande wa golikipa, yani mlinda mlango wa Simba Sport Club. Tunakumbuka Simba Sport Club walipata pigo kubwa baada ya golikipa wao namba 1 Musa Pinpin Kamara ambaye alipata majeraha, hivyo Simba Sport Club wakalazimika kumsajili golikipa kutoka JKT Tanzania ambaye alikuwa anajulikana kama Yakubu Suleiman, ambaye alikuja kushika mikoba ya Musa Pinpin Kamara, lakini Yakubu Suleiman naye kuchukua muda, aliumia kwenye michuano ya fainali za AFCON ambayo ilifanyika kule Marrakesh, Morocco, ambapo Simba Sport Club walilazimika kutafuta golikipa mwingine kwani walikuwa kwenye michuano ya CAF Federation Cup. Hivyo basi wakaamua watafute golikipa mwingine wa kimataifa ambaye atakuja kukaa langoni mwa Simba ili waendelee kushiriki michuano hiyo ya CAF Champions League, ambapo Simba Sport Club wakaingia sokoni na kumpata Djibril Kasali, lakini mpaka saa hizi Djibril Kasali bado ameshindwa kukizi vigezo pale kwenye klabu ya Wekundu wa Msimbazi, kwani ukianza kuangalia kuna baadhi ya uzembe anaofanya, kwa mfano kama goli ambalo lilifungwa dhidi ya Pamba Jiji kule jijini Mwanza, ambapo Simba Sport Club walitoa sare ya goli 1-1, lakini goli ambalo lilifungwa na James Mwashinga kwa kupitia faulo ya ambayo iliwasawazishia goli Pamba Jiji na kusawazisha goli 1-1. Hivyo basi wadau wa michezo na viongozi wa Simba Sport Club wakapoteza matumaini na Djibril Kasali. Hivyo basi Simba Sport Club wameingia sokoni na kumtafuta nyanda mwingine ambaye atakuja kuvaa mikoba ya Musa Pinpin Kamara, na klabu ya Wekundu wa Msimbazi wapo katika mazungumzo ya kina kumleta mlinda mlango kutoka Nigeria Stanley Naluwabi kwa ajili ya kuimarisha kikosi chao. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 19 ni raia wa Nigeria, yupo huru mpaka saizi, hana timu, manake yupo huru akisubiri ofa mbalimbali, huku akiendelea kufanya mazoezi katika klabu ya Kaizer Chiefs huko Afrika ya Kusini. Na ukianza kuangalia mchezaji Stanley ambaye amekuwa na uzoefu mkubwa sana kwenye michuano ya CAF Federation Cup, lakini pia ni golikipa namba 1 wa timu ya Nigeria ambayo mpaka saizi yupo huru na anaendelea kufanya mazoezi na klabu ya Kaizer Chiefs na anasubiri ofa mbalimbali, lakini klabu ya Wekundu wa Msimbazi nao wametia nia, wameweka ofa yao mezani kwa ajili ya kumleta Stanley Dar es Salaam. Simba inachukua uwezekano wa kumleta Luwabi Stanley Dar es Salaam kwa uhamisho wa bure wa mwaka huu, ingawa hakuna makubaliano yaliyofanyika, lakini Simba Sport Club wapo kwenye rada za kumnasa golikipa huyo. Je, golikipa Simba Sport Club watafanikiwa kumleta golikipa mwenye hadhi kama hii kwenye ligi ya NBC Premier League? Tukutane hapo kwenye comment. Wewe je, unasemaje? Djibril Kasali aondoke, Simba Sport Club wamlete Stanley Luwabi pale Dar es Salaam kwenye viunga vya Wekundu wa Msimbazi? Tukutane pia kwenye comment hapo, lakini pia kama bado hujasubscribe, wakati wako ndo huu, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Mimi ni Tubone Media, hadi wakati mwingine, bye bye.